Kabla hatujaingia katika maudhu, nani anaweza kutusomea aya 3 za kwanza za suratul Kahf? Bila ya kukosea, kwa ahkam na kwa tajwid. Naam. Jana wawele. Naam. Simama. Mama watoto wa sekondari wa kuona. Usema usome yote, nasema aya 3. Mashaallah, takbir. Huyo atakuwa na 1000 huyo. Naendelea na maudhu. Tayeb. Utaniona baadaye. Kwa hivyo hii yamaanisha vijana wako sawa. Na yule kijana wa sekondari, hebu tumsikize, sababu useme hatuna ubaguzi. Tusikize huku na huku. Kwa hivyo mjiandae na suratul Kahf. Tayeb. Naam, anza tena. A'udhu yundira ba'san shadidan. Kweli لينذر بأسا شديدا أو شديدا. نعم. tosha hapo, utapata 500 kwa sababu hiyo shadidan utapata 500. Kwa ufupi, hii sura ina mambo mazuri sana ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelezea ndani ya Qur'an, na ndio maana tukasema sisi tutazungumzia sura hii kwa sababu imekusanya. Nisikilizeni, kwa sababu haya mambo nitawauliza maswali tena. Sura hii imekusanya mambo muhimu yanayohusiana na himayatul iman min alfitan fi dunya, yani kukinga iman kutokamana na fitna za dunia. Yani huu ulimwengu ambao tunauishi ni ulimwengu wa fitna. Yani fitna ni majaribio, kama vile shule mnavyofanyiwa mtihani kuangalia wewe uko grade gani. Basi katika ulimwengu mtoto anapozaliwa, min almahdi ila allahdi. Mahdi ni kwamba anapozaliwa yule mtoto akiwa ni mdogo, anawekwa katika sehemu akikuzwa. Basi mtoto yule anapozaliwa pale mpaka ila allahdi, anapowekwa kwenye mwanandani ndani ya kaburi, basi mwanadamu huwa yuko kwenye mitihani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika maneno yake matakatifu, wanabluukum bisharri wal khairi fitna, tutawapa mitihani, tutawapa ibtila. Wanabluukum bisharri wal khairi fitna, tutawapa mitihani katika yale mambo ya shari yanayowakumba, mambo ambayo ni maovu, ashar. Nabluukum bisharri wal khairi, na jambo la khairi vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapa majaribio au ibtila. Kwa hivyo hizi ndio fitan za dunia, katika maisha ya dunia. Kwa hivyo mtu akisema fitina, si kumtia mwenzake fitina, la,
ni mambo ambayo yana mtihani. Na hili neno fitna pia limekuja katika njia nyingi. Mwanadamu, watoto ni fitna, wewe maswali, innama amwalukum wa auladukum fitna, yani kuelezea kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wale watoto aliotupa na wale watoto ambao wapo wamesikiliza. Kwa hivyo kila mmoja wetu ni mtoto, kwa sababu ikiwa ni mtoto ni kwamba ana baba na mama. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupa mitihani sisi tukiwa watoto, na haimaanishi watoto ni pekee, pia mimi ni mtoto kwa mamangu na babangu, wewe maswali. Sasa kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatupa mitihani wa bayan subul thabat. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura hii akaelezea pia njia za kujidhibiti amama al-ibtilaat al-mukhtalifa, mbele ya mitihani tofauti tofauti, kwa sababu watu wanapata mitihani mingi. Katika watoto waliopata mitihani katika ulimwengu na katika visa vilivyopita, ambaye anaweza pata mitihani kama nyinyi, ni kisa adhim, kisa adhima, kisa cha Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam alipata mtihani kuonyesha ya kwamba hizi fitna zipo. Mtihani aliyoupata Yusuf wakiwa mtoto mdogo, nafikiri kama umri huo alikusomea Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa tafsiri ya ndoto, ilham, kawa yeye aweza kuzungumza kitu akatafsiri. Jitolana. Sasa katika mitihani Yusuf aliyopewa ni kwamba ndugu zake walimuonea wivu, kama vile wivu unavyotokea darasani, mtoto akiwa yeye yuko sharp, kila kitu ajibu yeye, wengine huyu kimbelembele aitokea yeye ama aitokea, mbona huyo alifanya kimbelembele, wenzake wanamuonea husda. Hilo ni jambo zuri ama si zuri? Si zuri. Yatakikana mtoto akiwa ni mutafawwiq darasani awe na uwezo wa kusomesha wenzake na vile vile wenzake kumlia furaha, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba sisi katika ulimwengu, kila mmoja na hali yake. Hapa kuna kijana mrefu, mwingine mfupi, mwingine avaa miwani, mwingine havai, mwingine mfupi. Haya ndio maumbile ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyotuumbia. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituumba sisi kutokamana, au alikuumbeni nyinyi kutokamana na turab, udongo, changa. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kwa hivyo la farq, huyu mbora yule si bora. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qasama, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum. Kila mmoja wetu hapa Mwenyezi Mungu amempa maisha yake, lakini katika hali ulionayo, hata ukiwa ni mtoto, si kwamba wewe ni bora kuliko wengine. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo yatakikana tujifunze katika makusudio ya sura hii ambayo ni sura adhima, Suratul Kahfi. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Kesho insha Allah tutaanza kuzungumzia mambo gani yamekusanyika katika sura hii, ili tuweze kupata tasawwur, thematic understanding ama thematic approach ya haya masomo, ili tuweze kufaidika zaidi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwezeshe wenye kusikiza mema na kuyafuata, na tuweze kutujalia tuwe kama hawa fityatun ambao ni vijana waliomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wazidnahum huda. Na vijana wale wanaweza kuwa kama vijana wa Shudadei ama vijana wa alkhair, ayataji Al-Fatiha ama zingine madaris zingine,
lakini haiwezi kuwa kwa sababu ya kukaa hivi hivi. Ni kwa ajili ya azma na tabia njema na kufuata visa vya hawa mitume ambao ni qudwatun lana, they are our role models. Kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wezeshe wenye kusikiza haya mema na kuyafuata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.